Lakini pia wana miradi midogo midogo ya mashine, wana pikipiki, lakini pia wameingia kwenye mradi mkubwa wa kumiliki ardhi. Na hiyo ndio ilikuwa ndoto yao ya vikundi vya ujasiriamali. Na wameshaingia rasmi mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, kijiji cha Bupu, na mwenyekiti ameshalipia zaidi ya ekari 100, japokuwa lengo lao ni kuwa na ekari zaidi ya hizo. Tayari zipo mikononi mwao na wanaendelea na mchakato wa kuendelea kuongeza maeneo kwa ajili ya wajasiriamali wadogo walioko chini ya umoja wa vikundi vya ujasiriamali Kivule. Ndugu mgeni rasmi, kikundi kilichokuwepo cha Unyunyunyu ni miongoni mwa vikundi vya umoja wako na ni miongoni mwa vikundi vinavyofanya vizuri, na leo wanadhihirishia umma wana Kivule, lakini pia wanaidhihirishia ofisi ya SHIVUTA kwamba wapo tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Na sisi tunawatangazia rasmi kwamba watakapokuwepo watu wanaohitaji kujifunza kuona namna ambayo vikundi vina uwezo wa kusimama na kujitegemea, Unyunyunyu itakuwa mojawapo ya kituo cha kujifunzia. Kwa sababu tutakapowaleta, mtawapokea kwenye ofisi yenu na mtawaonyesha baadhi ya miradi ambayo mmeanza kuiwekeza. Ninaamini mwenyekiti mtendaji, mwakani tutakapokuja tutakuta mradi mkubwa zaidi ya ule wa bodaboda. Kwa mawazo na mipango mikakati mliokuwa nayo, naamini mwakani mtakuwa mbali zaidi ya hapa. Uongozi wa Unyunyunyu haturuhusiwi kusema kila kitu cha ofisini, lakini kwa mazingira haya na kile ninachokufanya niruhusu tu niseme. Na ni taratibu ya utendaji kazi kwenye taasisi yoyote. Vikundi vyote tunavyovisimamia vyote vinapitishwa kwenye kipimo. Vyote. Vikundi vyote tunavyovisimamia vinapitishwa kwenye kipimo. Kikundi chenu kimepita pia kwenye kipimo. Tumesema nini? Kwa sababu ninyi mmevuka, mmetoka huko. Na vikundi vingine vilioko hapa mkajitathmini. Mlikuwa kwenye danger zone, kwa sababu sisi tunapotoa maelekezo halafu yasiposimamiwa, kuna hatua tunazichukua, vina madhara kwa mtu mmoja mmoja kwenye kikundi. Lakini kwa bahati nzuri mmejirekebisha kwa haraka, mkaingia kazini, na nafikiri uongozi uliokuwepo ni uongozi imara ambao unajua kuanguka na kusimama. Mara uliposimama mkasimama kwa nguvu zaidi, na matokeo yake ni kwamba mmeheshimisha ofisi. Na niwatangazie tu rasmi kwamba ofisi ya SHIVUTA iko bega kwa bega na ninyi, tutafanya kazi pamoja, mtafanya makubwa kuliko haya. Baada ya kusema maneno haya, ni waombe mkakae. Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa usimamizi mzuri. Mwenyekiti, katibu na mhazini pamoja na timu yote ni washukuru. Washauri wa kikundi pia ni washukuru kwa namna ambavyo mabonde na milima mliipanda, lakini leo mmealika watu kushuhudia kwamba mna safari mnayoiendea na mmeshirikiana na ofisi. Mambo makubwa kama haya hayafanywi hivi hivi. Tu lazima kuwe na mchakato wa kuvutana. Kwenye kuvutana tulikaa sawa, na matokeo yake ni haya ambayo mnayaona. Niwapongeze sana kwa mara nyingine kikundi cha Unyunyunyu kwa hatua hii nzuri mliofikia. Sisi kama ofisi tuko bega kwa bega na ninyi, na lengo letu ni kikundi cha Unyunyunyu kiwe kikundi cha mfano kama vilivyo vikundi vingine vya mfano. Matumaini wana mradi mkubwa ambao unatuletea heshima, na huko ndiko mnakoelekea. Na sisi tuko tayari wakati wote mtakapohitaji mawazo ya ofisi, tupo tayari kushirikiana, kwa sababu mlichokifanya mmekifanya kwa niaba yenu, lakini pia kwa niaba ya ofisi. Baada ya kusema haya, nawashukuru na niwaombe wageni wetu, karibuni tuendelee kuchangia kikundi chetu. Jana kuna mahali tulikuwepo na Mwalimu Nyandege, niliwaambia tunavyoalika hivi sio kwamba hatuwezi kualika watu wakubwa ambao wanaweza kutuchangia, lakini hii ni sehemu ya kipimo cha namna vikundi vyetu vimekomaa. Wale wote mlioacha shughuli zenu mkaja kuwakilisha vikundi vyenu kuisupport Unyunyunyu, ofisi ya SHIVUTA imewaona, imewatambua, na tunawaahidi tuko tayari kushirikiana na ninyi. Maelekezo yanayotolewa na ofisi yanapotekelezwa, tunaelewa kwamba mpo tayari kutusikiliza, na sisi tuko tayari kuwatumikia. Siku moja vikundi vyote tunavyosimamia vitakuwa na ofisi zao binafsi, lakini na miradi inayofaa na inayostahili kutembelewa.